Niwakaribishe katika siku ya leo tunapoingia sasa katika kipindi chetu cha maombi siku ya kwanza na wiki ya kwanza. Maombi yetu yametolewa kwa wiki moja moja, na katika hii wiki ya kwanza ambayo tunakwenda kuiangalia ndio ambayo itatujulisha mambo ya msingi ambayo tunapaswa kuyafanya. Hivyo sasa nikukaribishe katika kipindi chetu cha maombi ya siku ya leo. Maombi ya siku ya leo. Niombe sasa, kama utakuwa na Biblia yako mkononi, utanisaidia kusoma katika lile fungu la Zaburi, kitabu cha Zaburi 85 fungu la 5. Anasema, je, utadumisha ghadhabu kizazi hata kizazi? Utadumisha ghadhabu kizazi hata kizazi? Katika kitabu cha Zaburi sura ya 85 fungu la 5 na la 6, utaona mtunga Zaburi anaona jinsi ambavyo ghadhabu ya Mungu ni kubwa. Ukisoma katika Biblia utakuta Mungu ameelekeza ghadhabu kubwa. Kumbuka fungu tulilotoka kulisoma hivi punde ni kwamba Roho Mtakatifu anaelekeza katika dhambi, namna ya kuziacha, anaelekeza katika haki, na anaelekeza katika hukumu. Anafundisha watu kujua dhambi ni nini ili waiache. Anafundisha watu kujua haki ni nini ili waifuate, na anawafundisha watu hukumu ni nini. Na sasa ni kana kwamba mtunga Zaburi anapata nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inamuonyesha sasa ubaya wa dhambi. Kumbuka tumeanza maombi yetu ubaya wa dhambi ulivyo, na sasa anaangalia pia baada ya mwanadamu kutenda dhambi ni nini ambacho kinafuata, ni hukumu. Na hivyo sasa mtunga Zaburi ni kama anafanya maombi maalum kwa Mungu, na si kwamba yeye tu anajisemea mwenyewe, lakini anaombea na wale wengine alionao. Na anachomwambia Mungu, anachomuomba Mungu, je, Bwana, utaidumisha tu ghadhabu yako? Hautakubali kurudi ili utuangalie na kutusamehe dhambi zetu? Na mimi nataka kukwambia njia ya pekee ya kurudi ili dhambi zako ziweze kusamehewa ni njia ya kumpokea Yesu Kristo. Na ukishampokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha yako. Ahadi ya Mungu ni kwa ajili yako, ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu. Hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho Mungu amekisema. Ukisoma hiki ambacho mtunga Zaburi anamwambia Mungu, ni kana kwamba anamwambia Mungu, mbona hautaki kurudi? Ukisoma hiyo Zaburi 85 fungu la 6, anasema mbona hautaki kurudi? Mbona hutaki kuwaletea watu wako wokovu? Lakini katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 2 fungu la 7 na 14, Mungu anajibu, anasema kwa lugha nyepesi kabisa, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wa Mungu na kugeuka na kuziacha njia zao mbaya, basi Mungu anasema atasikia kutoka mbinguni. Ninawaalika wote mnaonisikiliza katika siku hizi 100, haijalishi kwamba labda ulikuwa unatembea katika changamoto ya namna gani, Mungu anakuita ili aweze kukuokoa. Unaweza pia kujiuliza swali hili la msingi kabisa. Kwa nini tunarudi madhabahuni? Kwani madhabahuni kuna maana gani? Kwa sababu ukiangalia madhabahu kwa maelekezo ya Biblia tu utakuta ni pale ambako Biblia inaelekeza kwamba walipokuwa wakitaka kujenga madhabahu walikuwa wakitafuta mawe 12 wanayapanga, kisha wanaweka pale kuni. Wakishaweka kuni pale wanaleta sadaka ya mnyama wanaweka. Ni kana kwamba ukiangalia unaweza ukajiuliza, hivi kweli Mungu anataka tukaendelee kutafuta mawe leo, tukaendelee kuweka sadaka kule juu ya yale mawe ili kwamba tuweze kumtolea Mungu akubali kafara yetu? Hapana, jibu ni hapana. Lakini ukijaribu kuangalia sasa, unaweza pia kujiuliza nini maana ya kurudi madhabahuni? Inamaanisha nini kivitendo?
Je, tunazungumza kuhusu kujenga madhabahu za mawe kama nyakati za Biblia? Je, tunazungumza kuhusu kurudi madhabahuni kufanya upya viapo vya ndoa? Jibu lako linaweza likawa ndio au hapana. Jibu lako linaweza likawa ndio au hapana. Unajua, madhabahu ni mahali Mungu anapoabudiwa. Katika moyo wako Mungu anaabudiwa, hiyo ni madhabahu ya moyo wako. Lakini unapokuja kufanya ibada kanisani na kumwomba Mungu, ni sehemu pia ambapo Mungu anaabudiwa. Ile nayo inaweza ikawa ni madhabahu. Lakini kikubwa kabisa ambacho tunakipokea katika somo hili ni madhabahu ya neno la Mungu. Ni madhabahu ambayo Mungu anaabudiwa katika mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo ikiwa nyumbani mambo yameharibika, familia haiombi, familia inaamka asubuhi wanaenda kwenye shughuli zao, wakati mwingine watu wamechoka kwa kazi za kimwili, wametoka mashambani, wameshindwa kuomba, hiyo ni madhabahu inayoharibika pale nyumbani. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya kuanza kutengeneza madhabahu ili Mungu aabudiwe na Roho Mtakatifu aweze kuwepo ni nyumbani, kuhakikisha familia yote kwa pamoja inahusika kumwomba Mungu, lakini pia mtu mmoja mmoja katika familia anamwomba Mungu kwa wakati wake. Hiyo ndio madhabahu ambayo tunaizungumzia katika siku ya leo. Inasemekana maono ya kurudi madhabahuni yanahusu kumtengenezea Mungu mahali pa kila siku katika kila moyo na katika kila nyumba. Ingawa hatufanyi upya viapo vya ndoa, tunaweka upya viapo vyetu vya uaminifu na kuwekwa wakfu kwa Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Naomba nirudie. Leo kurudi madhabahuni kuna maanisha kumtengenezea Mungu mahali pa kila siku katika kila moyo na katika kila nyumba. Ingawa hatuwezi kufanya upya viapo vya ndoa, tulishavifanya. Ingawa hatuwezi kufanya upya viapo vya ubatizo, tulishavifanya. Lakini tunachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha tunaanza kuweka upya tena, tunahuisha viapo vyetu vya uaminifu na kuwekwa wakfu mbele za Mungu ambaye ni mfalme wetu. Ndio maana kurejea madhabahuni. Kwa hiyo kama kuna mahali unaona panalegalega ambako zamani palikuwa pako sawa, lakini unaona panalegalega, unamsikia mtu anasema zamani nilikuwa nikimwomba Mungu sana, lakini siku hizi nimekuwa mzembe. Hizo ni juhudi za Roho Mtakatifu katika kumwelimisha mtu. Unasikia mtu anasema zamani nilikuwa nikiimba kwaya sana, lakini siku hizi nimeshindwa. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu anaifanya ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kugundua tatizo hilo ndani ya moyo wako na kuanza kulitengeneza, basi hapo umerejea madhabahuni. Na kazi ya kurejea madhabahuni haifanywi na mtu, bali anayeifanya ni Roho Mtakatifu ambaye kazi yake kila siku ni kuhuisha nafsi zetu. Sasa ninataka nikuache na swali moja katika siku ya leo ambalo tutalijibu kwa sehemu, afu kesho tutaendelea. Swali linasema, ikiwa unatamani kufanya safari, unasafiri safari ndefu, ni kitu gani ambacho usingekisahau kukifunga au kukipaki kwenye begi lako? Ikiwa unafanya safari, ni nini ambacho huwezi ukakiacha, na ukikiacha unaweza usisafiri? Hicho ndio kitu ambacho ninataka tujiulize katika siku ya leo. Ninasafiri sawa, na ninajua kesho naondoka na kwenda, labda naenda Mwanza, labda naenda Shinyanga, labda naenda Mbeya. Na safari hiyo tunapokuwa tukisafiri sasa, namba moja lazima kuwe na begi. Lakini hilo begi ni nini unachoweka mle ndani? Mtu mmoja akasema, kitu cha kwanza, sitasahau tiketi. Bwana Yesu asifiwe. Tiketi ukiisahau hakuna safari. Kwa maana basi litapita kituoni. Na wakati basi linapita kituoni, ikiwa huna tiketi utaachwa.
Na mojawapo ya tiketi ambazo tunazitegemea kama Wakristo ambao tunasafiri kwenda mbinguni ni kuhesabiwa haki kwa imani, kwamba ukishamwamini tu Yesu basi umehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama utaamua kuanza safari ya mbinguni alafu moyoni mwako hauna imani, hiyo safari imekufa. Kwa hiyo lazima uweke tiketi mfukoni, uhakika. Kwa hiyo jambo la kwanza la msafiri ambaye anataka kwenda mbinguni, anapaswa awe na imani. Imani unaipataje? Kupitia kulisoma neno la Mungu. Na unapolisoma neno la Mungu linakupa ahadi. Likishakupa ahadi, unaamini ahadi zilizo imara za Mungu. Kwa hiyo tayari unakuwa una imani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachotuwezesha kusafiri kwenda mbinguni ni imani. Na ukishakuwa na hiyo imani, ina maana lazima kila atakachokuambia Mungu utakitenda kwa sababu unamwamini. Mtu yeyote ambaye akiambiwa labda alete zaka na sadaka hataki kuleta. Akiambiwa njoo kanisani kwenye maombi hataki kuja. Akiambiwa labda twende kanisani tukafanye kazi ya kanisa hataki kufanya. Akiambiwa twende kwenye uinjilisti tukahubiri hataki kufanya. Huyo anaweza akasema ana imani, lakini kimsingi hana imani kwa sababu moja. Ili kwamba mtu ajue unamwamini, lazima ufanye atakachokuambia, kwa sababu unamwamini, mnaaminiana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linapima imani yako, wewe ambaye unanisikiliza katika siku ya leo, kwamba una imani au hauna imani, ni pale ambapo agizo litatolewa ndani ya kanisa kama sauti ya Mungu, alafu ulitekeleze. Hiyo tunasema una imani. Lakini kama agizo limetolewa alafu unapingana na Mungu, ina maana humwamini. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya kuipima imani yako ni hiyo. Hiyo ndio tiketi. Na tutakujua kwamba uko tayari, kwa sababu hata kama tiketi zile tiketi za mabasi huwa zinaandikwa, basi litaondoka saa 12 kamili, saa 11:30 ni reporting time, na ukichelewa hapo, ukaguzi ukifanywa, utaachwa na basi. Kwa hiyo lazima ujue muda wa kuripoti na muda wa tiketi kukaguliwa na muda wa wewe kuingia, kwa maana kwamba lazima uhakikishe tiketi yako iko sawa na unakwenda kukaa kituoni. Yesu alisema anakwenda kutuandalia makao na atarudi tena atuchukue, na atakapotuchukua ataenda kukaa pamoja nasi. Kwa hiyo muda wetu wa tiketi unasema tuwepo kituoni ni ule muda ambao anasema atakuja. Na anaposema atakuja, Biblia inasema hatujui saa atakayokuja wala siku hatuijui. Ni kweli kabisa, lakini tunapaswa kukaa kituoni. Kituoni ni wapi? Kanisani. Kituoni ni wapi? Kwenye maombi kama haya ni kituoni. Yaani kama Roho nabii nasema mvua ya masika itamwagwa kwa watu walio kazini. Kwa hiyo kama mvua ya masika au Roho Mtakatifu atamwagwa kwa watu walioko kazini, basi tuelewe kabisa mahali sahihi au kituo cha kuchukuliwa ni makanisani. Mahali sahihi pa kuchukuliwa ni kwenye kazi ya Mungu ambaye ametuweka ili tuweze kuifanya hiyo kazi. Hilo ni jambo la kwanza. Tumesema lazima tuwe na tiketi. Lakini namba 2, lazima tuwe na chakula. Huwezi ukasafiri bila chakula. Na chakula chetu cha kimwili tunachokula siku hizi, mabasi yetu yanapita kwenye hoteli tunakula na vitu vingine. Lakini zamani watu walikuwa wakifungasha chakula. Kimsingi, kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia wewe kama msafiri ili uweze kusafiri bila shida ni kuwa na chakula. Na chakula ni neno la Mungu. Kwa hiyo kama utakuwa haupati chakula wakati unapojiandaa kwa safari, au wakati ukiwa kituoni unasubiri gari ikuchukue, alafu huna chakula, bila shaka unaweza ukadhoofika. Na hivyo lazima tuhakikishe tuna tiketi imani, lakini tunajua muda wa kukaa kituoni, muda ambao tumeambiwa tuwepo kituoni ili tusubiri gari je ituchukue, lakini
lazima tuelewe kwamba lazima tuwe na neno la Mungu. Cha mwisho, mavazi ambayo yanawakilisha tabia. Unaweza ukawa una imani, unaweza ukawa unajua kabisa kanisani ndio mahali sahihi pa kumsubiria Bwana, na ndio maana ya jina Adventisti, watu wanaomngojea Bwana, kwa sababu wako kituoni wakimsubiri Bwana. Lakini pia unaweza ukawa una chakula, una neno la Mungu, lakini kile chakula hakijabadilisha maisha yako, na matokeo yake sasa, kama tabia yako itakuwa mbaya, hautaweza kutwaliwa. Vitu vyote hivi ambavyo nimevisema, kwamba mtu anapojipanga kusafiri awe na tiketi mkononi, lakini ajue muda wa safari, awe na chakula kwa ajili ya afya yake, lakini asisahau nguo. Nguo zinawakilisha tabia njema, na ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo anasema wale watu walikuwa wamevishwa kitani safi nzuri, na kitani hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo vitu hivi kwa msafiri yoyote ambaye anataka kusafiri lazima awe navyo. Awe na imani, ajue kwamba ndani ya kanisa, mikutano, maombi na vitu vingine ndio muda sahihi wa kukaa kumsubiria Bwana, lakini chakula, neno la Mungu lisipungue kwake, na tabia yake, nguo, ziweze kuwa katika hali iliyo njema. Hilo ndio somo letu katika siku ya leo, na kesho tutaangalia historia ya mtu mmoja ambaye alifanya maombi kwa muda wa miaka 13, na anasema jina lake alikuwa anaitwa Evan Roberts. Yeye aliamua kufanya maombi kwa muda wa miaka 13 akiomba kwamba Mungu amsaidie, Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani yake, na mtu huyu alifanya mabadiliko makubwa. Anasema Evan aliwahimiza marafiki zake kutafuta kujazwa kwa Roho ya Mungu katika maisha yao wenyewe, naye alikuwa na ushuhuda kwa sababu aliomba kwa